Wapenzi watazamaji, karibu tena kwa channel yetu ya Bwana ni Haki Yetu. Nilikuwa na ushauri kidogo kwa Watanzania. Nilikuwa na ushauri kidogo kwa Tanzania wote, haijalishi wewe ni nani. Ushauri kidogo kutoka katika Warumi. Ushauri wangu mimi ni wa kibiblia sana, kwa hiyo nitakushauri kibiblia kutoka katika Warumi 13 na mstari wa kwanza. Nasema, taisoma tu kama ilivyo, basi sitaongeza neno wala sitapunguza neno. Warumi 13 mstari wa kwanza. Kila mtu na aitii mamlaka iliyo kuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na ile iliyopo umeamriwa na Mungu. Hivyo amwasie mwenye mamlaka hushindana na agizo la Mungu, nao washindanao watajipatia hukumu. Kwa maana watawalao hawatishi watu kwa sababu ya matendo mema, bali kwa sababu ya matendo mabaya. Basi wataka usimwogope mwenye mamlaka? Fanya mema nawe utapata sifa kwake, kwa kuwa yeye ni mtumishi wa Mungu kwako kwa ajili ya mema. Kama ni mwema, fanya mema. Fanya mema kwake. Tuendelea. Kwa kuwa yeye ni mtumishi wa Mungu kwako kwa ajili ya mema. Lakini ufanyapo mabaya, ogopa, kwa maana hauchukui upanga bure, kwa kuwa ni mtumishi wa Mungu, amlipizaye kisasi mtenda mabaya kwa ajili ya ghadhabu. Kwa hiyo ni lazima kutii, si kwa sababu ile ghadhabu tu, ila na kwa sababu ya dhamiri. Kwa sababu hiyo tena mwalipa kodi, kwa kuwa wao ni wahudumu wa Mungu, wakidumu katika kazi hiyo hiyo. Wapeni wote haki zao, mtu wa kodi, mtu wa ushuru, astahiliye hofu, astahiliye heshima. Msimuie na mtu chochote isipokuwa kupendana, kwa maana ampendaye mwenzake ameitimiza sheria. Ushauri wangu ni huo, kutoka katika hicho kitabu cha Warumi, kwa Mtume Petro. Nimesoma hiyo kama ushauri tu, kwa sababu lakini haya yote yanayosemwa kutii kila mamlaka ambayo ipo, si nje ya neno la Mungu. Kuitii mamlaka ni ndani ya neno la Mungu, si nje ya neno la Mungu. Hatuwezi kutii nje ya neno la Mungu hata siku na moja. Kiongozi utuletea habari za ushoga eti tutii hiyo mamlaka, haitawezekana. Binadamu hubadilika, kwa hiyo kila mamlaka ipo imewekwa na Mungu kabisa. Hakuna shetani aliyeweka mamlaka. Hakuna shetani aliyeweka huo utaratibu wote wa uongozi, ulitoka mbinguni. Maana shetani akaja akafanya naye kwake, lakini duniani kote Mungu ndiye aliweka. Mkatawale dunia na kuitisha, maana iwaogope. Sasa lakini ni katika Mungu, lazima uelewe. Kwa hiyo kama kiongozi ana heshima, hatuwezi kumvunjia heshima, lakini hatuwezi kutii upumbavu. Tutatii kile kitu ambacho Biblia imekisema. Kwa hiyo Mungu akubariki sana. Biblia haitaki nini tutatii, lakini Biblia haitaki hicho isichokitaka alafu kiongozi anakitaka, sisi hatutatii. Huo ni ushauri namba 1 ambao nahitaji kuwapa. Lakini pia nina ushauri namba 2. Ushauri namba 2. Ushauri namba 2 kutoka katika Luka 13 kama ilivyo Warumi 13. Luka 13 na ule mstari wa 31 inasema, saa ile Mafarisayo kadhaa wa kadha walimwendea wakamwambia, toka hapa uende mahali pengine, kwa sababu Herode anataka kukuua. Akawaambia, nendeni mkamwambie yule mbweha, tazama leo na kesho natoa pepo na kuponya magonjwa, siku ya 3 nakamilika. Tazama leo na kesho
Natoa nini? Natoa pepo na kuponya magonjwa. Siku ya 3 nitakamilika. Mwambie yule mbweha. Herode alikuwa ni kiongozi, na kipindi hicho viongozi wakawa na mamlaka makubwa sana. Ilikuwa ni ya kwao. It's not for the people, not by the people for the people. Ilikuwa ni ufalme. Kwa hiyo habari za kifalme. Kwa hiyo habari za kifalme kwa mtu anachukulia sheria mkononi. Lakini ilivyokuja democracy, is the people for the people. Sasa ndio hapo sasa. Lakini tazama alivyomjibu kwamba fulani anataka kukuua. Alivyojibu, nendeni mkamwambie yule mbweha. Just imagine, haya kule msema heshimuni mamlaka. Kwa lazima tuheshimu katika Bwana. Kwa hiyo kiongozi ambaye ni muuaji huwezi ukamchukulia politely kama ambavyo hapa, kwa sababu manake huyu alikuwa ni muuaji, huyu anataka kumuua Yesu. Na ndipo Mafarisayo akamwambia toka hapa uende kule, kwa kuwa anataka kukuua. Lakini angalia Yesu alivyojibu. Kamwambia ni yule mbweha, manake leo natoa mapepo na kuponya magonjwa. Siku ya 3 nakamilika. Sasa hata we mwenyewe ukisikia kuna mtu anataka kukuua, kiongozi anataka kukuua, mwambie. Ila Yesu akikwambia ndio mwambie ni yule mbweha. Kwa sababu muuaji yoyote ni mbweha, sawa Kwa hiyo kumbe Yesu anatupa taarifa kwamba huyo tena atakuwa si wa kupewa heshima, bali ataitwa jina hilo hilo, kwa sababu inawezekana kwa nini Yesu alisema mbweha. Tafuta sifa za mbweha utazijua. Utazijua sifa za mbweha. Sometimes ni wanajipenda wenyewe mara nyingi sana, na they are lazy, hawapendagi kazi mazito magumu. Yani ila wako smart always, wako yani kwa hiyo yawezekana akawa sifa moja hapo kwamba kujipenda wao wenyewe, lakini sasa tukumbuke. Kwa hiyo huo ni ushauri namba 2, lakini pia ushauri namba 3 kwa kiongozi wote. Wewe kama unamuuza Mungu nimuite nani huyu kiongozi? Kwa hiyo Mungu atakupa, kama umuite tembo sawa, kama umuite mbweha sawa, kama umuite Magufurification of Africa sawa, kama umuite chaote sawa, kama umuite chochote kile, wewe muite tu ambacho Mungu atakuwa amekupatia, lakini ndani ya heshima ya kimungu, sio matusi. Sio matusi. Hakunaga mtumishi wa Mungu anatukana matusi, isipokuwa tu huwa tunashauri na wanashauri watumishi wa Mungu. Kwa hiyo ukikuta kuna mtumishi wa Mungu anatukana matusi, huyo sio mtumishi. Na uzuri ni kwamba na bahati mbaya sana, kuna wakati mwingine unamshauri mtu anasema umemtukana. Ukimwambia ukweli umemtukana, hujamtukana, wewe mwambie ukweli, na lazima ukweli waambiwe. Sababu usipomwambia ukweli pia kwako utadaiwa. Kwa hiyo Mika 7:5, ushauri wa mwisho. Mika 7 mstari wa 5. Mika 7 mstari ule wa 5 nasema, Mika 7:5, msimwamini rafiki, msimwekee kiongozi tumaini. Msiwekee kiongozi tumaini. Ilinde milango ya midomo ya kinywa chako, ili mkeo alalaye kifuani mwako asijue habari. Kwa maana mwana humwasi babaye, na binti huondoka ashindane na mamaye, na mwanamke aliyeolewa hushindana na mavyaye. Adui za mtu ni watu wa nyumbani mwake mwenyewe. Adui wa mtu ni watu wa nyumbani mwake mwenyewe. Msimwamini rafiki, msimwekee kiongozi tumaini. Ilinde milango ya midomo ya kinywa chako, ili mkeo alalaye kifuani mwako asijue habari. Sasa mimi hapa, usimwamini rafiki. Usimwamini rafiki kwa sababu usimwamini rafiki, hasa rafiki ambaye hana Kristo ndani, ni hatari kupita kiasi. Atakulambalamba kisogo lakini kesho atakuua. Atakulambalamba kisogo lakini kesho atakusema mabaya.
Leo hii kuna watu ambao tumeona kabisa kwamba walikuwa, hebu just imagine, natoa tu mfano, walikuwa na Rais Magufuli. Lakini hebu saizi, hebu angalie the way ambavyo wanasema vibaya. Wanasema, lakini hao mara kwanza ndio walikuwa kisifia kabisa kila hatua ambazo Magufuli alikuwa akizichukua, mtumishi wa Bwana yule. Lakini right now ndo wanaoongoza kumsema vibaya tena. Adui wa mtu ni wa nyumbani mwake mwenyewe, usimwamini rafiki. Pia hebu angalia, usimweke tumaini kiongozi, wala usijihangaishe kabisa, nakwambia. Usijihangaishe kwamba sijui rais fulani atatuletea maendeleo haya, sijui mbunge fulani, sijui waziri fulani, mkuu wa mkoa, wilaya, kimeenda kimerudi. Nakwambiaje, at the end of the time you will be disappointed, and you come back and tell me, and you will utakuwa shahidi, utakuwa na ushuhuda wa kusema, kwa sababu it will pass 5 years, 10 years, and yet you still there is a problem somewhere. Kwa hiyo, kwa hali ya kawaida ni kweli kabisa, inawezekana Mungu akajalia na watu wakaishi vizuri, lakini ni muhimu kumwekea tumaini Mungu kuliko kiongozi, kwa sababu kiongozi hakuna cha kuwekea tumaini. Saizi hapa nawaahidi vitu vinono vizuri, nchi ya maziwa na asali, but at the end they are not Musa. Hao viongozi sio Musa. Musa aliahidiwa na Mungu. Kwa hiyo Musa akawapeleka watu Mungu alipowaahidi. Lakini sasa kama Mungu hajawaahidi maisha mazuri, wala msihangaike sana, kwa sababu hao viongozi wenyewe wengi sana ni Freemason, wengi sana yapo kwenye vikundi vya siri, mengi sana yaenda kwa waganga, mengi sana. Sasa wewe kama mtu unaenda kwa waganga, unafikiri hapo kuna roho gani hapo? Kwa sababu huko ndio wasema kuna kuboresha mambo yako, lakini mambo yako ya kuboresha ndio hivyo, unaanza kutoa kafara na sadaka. Unatoa damu za watu, unatoa nini za watu. Sasa mwisho wa siku ni nini? Mimi nakwambia kabisa, una Yesu ndani, kiongozi ana Yesu ndani, hakuna kumwamini wala kumtegemea. Wewe mtegemee tu Yesu basi, kwa sababu huyu kiongozi akiendelea kufanya ujinga na upumbavu, ujue kabisa Yesu atanyamaza kimya, atamnyofoa miongoni mwa viongozi, tutamzika kiongozi yote yule, tutamzika. Umeona baba yetu Magu hayupo, baba wa taifa hayupo, Nyerere manake hayupo, haya, Mkapa hayupo, mzee Hassan Mwinyi hayupo. Sasa na wengine hamtakuwepo, na mawaziri wengi wamepita sana na hawatakuwepo. Kwa hiyo muhimu sana, natoa ushauri kwamba tena msimwamini kiongozi wala msimwekee tumaini lolote. Mwekee tumaini Mungu aliye juu, kwa sababu yeye ndiye anaweza kuondoa na kuweka. Kwa hiyo kuna wakati mwingine usimuogope sana, ila mwambie tu ukweli, ila matusi hapana yote yule. Na uhuru, unasema uhuru wa kuongea, lakini sio uhuru wa matusi. Uhuru wa kuongea ni sawa, lakini sio uhuru wa matusi, sio kutukana matusi. Hata kama, jamani, tunarudia tena, we need to think twice. Ndio maana leo hii kwa 90% ya watu wote, 90%, hata kama mtoto wake ni mwizi anapigwa hapo, yuko tayari kwenda kumsaidia. So hata kila mtu unemtukana nyuma na watu ambao wako tayari kufa kwa ajili yake. Kama ni mafisadi, wako tayari kufa kwa ajili ya mafisadi mwenzao. Kama ni mtu mzuri, wako nyuma watu wazuri ambao wako tayari kufa kwa ajili ya watu wazuri, ya mtu mzuri mwenzao. Kwa hiyo it doesn't matter. Kwa hiyo lazima tu utende haki ya Mungu. Basi Mungu akubariki katika jina la Yesu. Amina. Mungu akupe hekima na neema.